yatakayoonekana kwako na kuifanya ilete matokeo ambayo yataonekana kwa watu wengine. Na tunapozungumza dhahabu, ufahamu ya kwamba ni kitu cha thamani ambacho kwa namna ya nje hatuwezi tukakilinganisha, lakini Mungu amekiweka ndani yako, na ndicho kinachokupa wewe sababu ya kuwepo duniani. Ndicho kinachokufanya wewe uwepo duniani. Ndicho kinachokufanya wewe uishi. Ndicho ambacho kinasababisha uwe na aina fulani ya maisha. Kwa hiyo maandiko yanazungumza juu ya dhahabu. Ndio maana tulikuwa tunaongozwa na kitabu cha Maombolezo sura ya 4, akisema jinsi dhahabu iliyo safi ilivyoacha kung'aa. Alafu ile mstari wa pili akasema hiyo dhahabu ni nini? Anasema ni wana wa Sayuni wenye thamani. Kwa hiyo tunaitafuta hiyo thamani. Hiyo thamani iko wapi? Maana yake kama ni kwa wana wa Sayuni, maana yake ni kitu cha thamani kinacholingana na dhahabu, lakini Mungu amekiweka ndani ya aina ya mtu. Sasa hii dhahabu kwa upande mwingine nikazungumza kama kusudi. Maana yake nikisema kusudi, maana yake kila mtu ambaye yupo duniani amekuja si kwa bahati mbaya. Nilikuambia juzi, si kwa bahati mbaya. Nilikuambia jana ya kwamba upo duniani. Inawezekana watu wasikupende, hata inawezekana wazazi wako wasikupende. Kwa nini? Labda kwa sababu ya jinsia yako, ya kwamba wazazi wako walikuwa wanatamani kupata mtoto wa kiume, hatimaye wakampata mtoto wa kike, au walikuwa wanatamani kupata mtoto wa kike wakapata mtoto wa kiume. Kwa hiyo hawajakufurahia, au walikuwa hawatazamii, hawatamani kabisa kwa kuongeza kuwa na mtoto, lakini ikatokezea ukazaliwa wewe. Hawakupanga, lakini ikatokezea. Lakini ijapokuwa kwao sio chaguo lao, iwe ni kijinsia sio chaguo lao, iwe umezaliwa hawakukusudia sio chaguo lao, hawakutamani, imetokea ilivyotokea. Lakini ijapokuwa hawakutamani wewe uwepo, lakini Mungu alipanga wewe na mimi tuwepo. Haleluya. Kristo Yesu atusaidie. Wazazi wako wanaweza kawa hawajapanga uwepo, lakini Mungu alipanga wewe uwepo. Kwa hiyo wewe sio matokeo ya bahati mbaya. Wewe ni matokeo ya mpango maalum na kusudi la Mungu aliye hai katika Kristo Yesu. Haleluya. Naomba mwambie jirani yako, mimi sio matokeo ya bahati mbaya. Naomba nisaidie kumwangalia tu jirani yako, mwambie hayo maneno, mimi sio matokeo ya bahati mbaya, lakini Mungu alikusudia mimi niwepo. Kristo Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama Mungu alikusudia wewe uwepo, kwa nini amekusudia uwepo? Tukasema ya kwamba wakati Mungu amekusudia wewe uwepo, la sivyo ungesha kufa. Lakini kwa nini upo? Kwa sababu kuna kitu ambacho Mungu amekusudia kifanyike, na sio kwa mwingine yoyote isipokuwa kukupitia wewe. Haleluya. Kuna kitu ambacho Mungu amekusudia kifanyike, kitokezee hapa duniani, kitokezee, na si kumpitia mwingine, kukupitia wewe.
Kwa hiyo ile sababu ambayo Mungu ameikusudia ya hicho kitu kifanyike kukupitia wewe, maana yake hiyo ndio inayokupa thamani ya wewe kuwepo na thamani ya wewe kuishi. Na ndio sasa hicho kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako kinakupa wewe kuwa wa maana zaidi ya mwingine. Haleluya. Hicho ndicho kinachokufanya wewe kuwa bora zaidi ya mwingine. Kwa nini? Kwa sababu umeletwa kwa ajili ya hicho. Hakuna mtu mwingine ambaye amebeba hicho isipokuwa wewe umebeba hicho, ambacho inawezekana kabisa kulingana na mazingira, kulingana na mapito, hata hicho ulichoitiwa au kilicho sababu ya wewe kuja duniani haujakifanya. Wakati mwingine inawezekana haujakiona, au si tu kukiona, lakini haujakifikiri ya kwamba yuamchini mimi nimeletwa kwa ajili ya jambo hili. Inawezekana hujafikiri kabisa, lakini ndio sababu Mungu amekuleta. Hebu fikiri hivi. Mfikirie rais yoyote miaka 20 kabla ya kuwa rais. Yatafakari maisha yake. Alikuwa na maisha ya namna gani? Miaka 30 kabla ya kuwa rais, alikuwa mtu wa namna gani? Kuna rais mmoja alikuwa anaonyeshwa jinsi ambavyo kabla hajawa rais, zile picha zake za zamani, maisha aliyokuwa nayo, nguo alizokuwa anavaa zilikuwa hata ni kichekesho kwenye wakati ambapo sasa amekuwa rais. Lakini kwenye wakati huo inawezekana hakuwahi kufikiri wala kujua ya kwamba kuna siku nitakuja kusimama na nyuma yangu nikawa nina watu mamilioni ambao wananitegemea mimi nitamke neno, mimi nifanye hivi ili hao watu wafanye nini? Waishi. Kwa hiyo maisha yake hakufikiri kabisa ya kwamba kuna siku nitakuwa mtu fulani. Kwa hiyo akaishi maisha ya mateso wakati huo, lakini ndani yake Mungu alimkusudia ya kwamba huyu mtu atakuja kuwa nani? Atakuja siku moja atakuwa rais wa nchi fulani. Siku moja atakuwa mtu fulani. Kwa hiyo wakati ule anaishi kwenye maisha ya umaskini. Watu nje watamuona maskini, watu nje watamdharau, watu nje watamdhihaki, lakini kumbe kwenye mikono yake amebeba maisha ya mamilioni ya watu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ndio maana nasema inawezekana wewe na mimi tukijiangalia leo unaweza ukaona ya kwamba wewe sio kitu kulingana na aina ya maisha ambayo mtu unafanya nini? Unaishi. Unaweza ukaiangalia ukaulizwa kwenye mikono yako umebeba nini? Ukasema kwenye mikono yangu sijabeba kitu chochote kilicho cha thamani. Kwa nini? Kwa sababu ya kuangalia maisha yako ya lini? Ya saa hiyo. Maandiko yanatuonyesha juu ya mtu mmoja ambaye anaitwa Daudi. Kwenye historia ya kifamilia, historia Daudi alikuwa atambulikani kwenye watu wa maana. Ndio maana maandiko yanazungumza ya kwamba hata wakati anakuja kutafutwa kwa ajili ya kutiwa mafuta, mzee Yese anaulizwa anaulizwa na Samuel ya kwamba Bwana atajipatia Masihi. Masihi maana yake mtu aliyetengwa kwa ajili ya kazi maalum. Kwa hiyo Bwana amejipatia Masihi katika nyumba yako, na katika nyumba yako atatokea mtu wa namna fulani. Kwa hiyo hebu niletee watoto wako ulionao, kwa sababu miongoni mwa watoto wako yupo mtoto ambaye amebeba maisha ya taifa, amebeba heshima ya taifa, amebeba kuondolewa kwa kutukanwa kwa taifa, lakini yuko kwenye nyumba yako. Mzee Yese aliposikia maneno hayo akawaleta watoto wake, akawachukua, na akiwa anawaleta watoto wake ndani yake alikuwa anawaleta
kwa kujua. Unajua wazazi huwa wanajua kwa namna ya kinje ya kwamba wameweka aina ya matumaini kwa aina ya watoto. Kama kuna watoto 10, wazazi labda mtoto fulani ndiye atakaye kujaga kuniondoa aibu. Hiyo si ipo wazazi? Yaani unaweka matumaini ya hivyo. Kwa nini? Labda huyu anabidii sana, huyu anasoma sana, huyu anaonekana anaomba sana, huyu ndio atakaye kuja kunisaidia. Kwa hiyo wakaletwa watoto wale ambao walikuwa wana miili ya kuonekana huyu sasa huyu anafaa. Akaletwa wa kwanza, lakini akaambiwa sio huyu, lete mwingine. Akajaribu kuangalia nani ambaye ana umbo la kuwa kiongozi, atakuwa ni fulani. Akaletwa, hakuna katikati yao. Mwisho akasema watoto wangu wameisha. Akaulizwa, hakuna hata mmoja ambaye amesalia? Ndio kakakumbukwa. Naomba nitumie lugha yako wako. Kakakumbukwa kamoja ambacho hakafanani. Hata kiko kimoja ambacho kiko machungani. Huyu anachunga mifugo kule porini. Yaani huyu hayupo hata mjini. Labda akaambiwa sintakula chakula kwa sababu hata chakula changu mimi kimebebwa na yeye. Sintakula chakula mpaka huyo mtu aletwe. Wazazi hawakumtegemea, hawakumfikiria. Hana sifa zote za nje ya kwamba anaweza akawa amebeba maisha ya watu wengine. Wakati wengine waliobeba maisha ya watu wengine hawatambulikani kwa macho ya damu na nyama. Ndio maana nasemaga mara zote tujifunze kuwaheshimu watu bila kuangalia muonekano wao wa nje. Haleluya. Kristo Yesu asifiwe. Kristo Yesu asifiwe. Nasema Kristo Yesu asifiwe. Baadaye analetwa Daudi ambaye hana dalili za wazazi, hawakutegemea chochote, hawakufikiria kwa chochote, lakini ndipo ambapo Mungu ameliweka agano lake, na huyu ndiye ambaye amebeba maisha ya watu wengine. Kwa hiyo usiangalie hali yako ya nje. Hata wakati huo Daudi unafikiri yuko machungani, alikuwa anajua ya kwamba yamkini kesho atakuwa nani kama kufunuliwa? Asingekuwa anajua chochote. Lakini yuko kule porini, kule kwenye mazingira hayo porini, yuko anapambana na wanyama, lakini kule Mungu anamuandaa kwenye mazingira hayo ya umaskini, kwenye mazingira hayo magumu, lakini Mungu alikuwa anamuandaa kwa ajili ya kesho ambayo hata yeye alikuwa haijui. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kristo Yesu asifiwe. Ninataka kuzungumza juu ya nini? Nataka niseme hivi. Kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako, inawezekana usijue wala usione thamani ya wewe, lakini nataka nikuambie wewe sio mtu wa urahisi, sio mtu mwenye kitu chepesi ndani yake. Wewe ni mtu ambaye una kitu ambacho sio cha kawaida ndani yako, isipokuwa yamkini kinasubiri nyakati, kinasubiri majira, kinasubiri maombi kama haya kifunuliwe, kionekane, alafu watu waujilie mwanga wa kuzuka kwako katika jina la Yesu. Haleluya. Kifunuliwe, alafu kionekane, alafu sasa watu waje wafuatilie mwanga au ule thamani, ule mng'ao wa kuzuka kwa hicho ambacho Mungu amekiweka ndani yako. Amen. 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 Je, unaamini kuna kitu cha thamani Mungu amekiweka ndani yako? Ninauliza, je, unaamini ya kwamba kuna kitu cha thamani ambacho Mungu ameweka ndani yako? Naomba nisaidie kumuuliza jirani yako. Naomba nisaidie kumwangalia jirani yako, afu nisaidie kumuuliza, unajua ya kwamba kuna kitu cha thamani ambacho Mungu amekiweka ndani yako? Naomba muangalie tena,
alafu msemeshe tena. Usiangalie mapito. Inawezekana vita na dhoruba na magumu na nini ni kwa sababu shetani anakiwinda hicho ambacho kimewekwa ndani yako. Mwambie tena, unajua na unaamini ya kwamba kuna kitu cha thamani ambacho Mungu aliweka ndani yako? Kama unaamini kama mimi, sema naam, naamini. Sasa kama unaamini ya kwamba Mungu ameweka kitu cha thamani ndani yako, sema Kristo kidhihirishe tena. Kristo kidhihirishe tena. Kristo kifunue tena. Kristo kifufue tena. Mtume Paulo akazungumza ya kwamba mfufuke katika wafu ili Kristo afanye nini? Ajifunue. Maana yake kuna kufufuka. Huko kufufuka ni kwa namna gani? Maana yake kuna kitu hicho ambacho Mungu amekiweka ndani yako, aidha kimefukiwa, kimeuawa, kimezimishwa. Kwa hiyo anaposema fufuka, maana yake fufua tena. Haleluya. Haleluya. Kifufuke tena, kidhihirike tena, kionekane tena. Na kitakapoonekana, kitakapojifunua, nataka nikwambie kuna vitu vingi sana hautatumia tena nguvu. Kuna mtu hajanielewa. Tunatumia nguvu sana. Wakati mwingine tunatumia nguvu kwenye kujitambulisha. Tunajitumia nguvu kuwaaminisha watu. Tunatumia nguvu kuwaomba watu wengine wa save namba zetu. Lakini nataka nikwambie, saa ikifika, kilichowekwa ndani kikafunuliwa, hautaomba mtu aisave namba yako. Wao ndio watakao kutafuta. Nasema hivi, wao ndio watakao kutafuta. Hutawaambia namba zangu jamani ni 0555. Hutasema hivyo. Wao watapata namba zako wapi? Wataenda kuzitafuta wao. Kwa nini? Kwa sababu ya kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako kitakapodhihirika. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Kristo Yesu atusaidie. Kikifunuka, kikidhihirika, hautajipendekeza, hatutajipendekeza, tutatafutwa. Ndiyo. Haleluya. Haleluya. Sasa hicho kilichowekwa ndani yako, kwa nini akileti matokeo kama Mungu ameweka kitu cha thamani hivyo? Kwa nini tuna maisha haya? Maisha yako yalingane na thamani na kile kilichowekwa na Mungu ndani yako. Wakati mwingine Mungu anaamua kuwaonyesha watoto wake wengine kwa njia ya ndoto. Wanajiona wako kwenye maisha ambayo hawajawahi kuyawaza. Wameshika, wana fedha nyingi, hawajawahi kufikiri. Lakini Mungu akitaka tu kumwambia kwamba kuna maisha ambayo nimekutengenezea, sio haya. Najaribu kuyatafakari maisha yangu, najaribu kuyatafakari maisha yetu. Ninayaona maisha yetu ni kama maisha ya mtoto mmoja ambaye kwenye Samueli anaitwa Mephibosheth, ambaye alikuwa ni mtoto aliyezaliwa yuko kwenye familia ya Sauli kwa kina Jonathan. Lakini yani amezaliwa kwenye familia ya kifalme, lakini maisha anayoenda kuyaishi baadaye, maandiko yanasema ya kwamba wakati Daudi anatafuta watu, anasema jamani, Jonathan alinionyesha upendo mkubwa sana. Tena anasema upendo wa Jonathan, alikuwa ananipenda kuliko upendo wa mwanamke. Je, kuna mtu yoyote kwenye familia yake aliyesalia
ili niweze kumtendea mema, kulipa fidia kwa ajili ya upendo aliokuwa ananipenda Jonathan. Akaambiwa alikuwa na mwana mdogo ambaye anaitwa Mephibosheth. Akasema nendeni mkamtafute huyo mtu mniletee. Mtu ambaye alikuwa kwenye familia ya kifalme yuko wapi? Maandiko nasema wakaenda kumkuta yuko kwenye nyumba ya Makiri, tena ni kilema. Alipofikiwa akapewa ujumbe ya kwamba unatafutwa na mfalme, akasema mimi ni nani hata nikakumbukwa mbwa mfu kama mimi? Mimi ni nani hata nikakumbukwa mbwa mfu kama mimi? Maandiko yanasema akachukuliwa pale, akaenda akapelekwa kwenye nyumba ya kifalme. Akaenda, mfalme akamwambia kwamba maisha yako yote utakaa kwangu na utakula kwenye meza ya kifalme mpaka kufa kwako. Maana yake wengi wetu tuko hivyo, ya kwamba mbinguni sisi tumetengenezewa, tumepewa maisha ya standard ya kifalme, tumepewa nyota ya standard ya kiutajiri, ya kuwasaidia na wengine, ya kuwa si na fedha za kudunduliza. Tumekusudiwa tuwe na aina fulani ya maisha, sio watu ambao tunaishi kwenye maisha ya mashaka. Mtu mmoja akaniandikia message juzi, akaniambia, mtumishi, nimemuona bibi mwenye nyumba amepita. Nikaingia ndani, nikakimbia, nikafunga milango. Nini? Akajua amefuata kodi. Mungu hajatupangia maisha ya namna hii. Kristo Yesu usaidie. Hatukupangiwa, hatujapewa nyota ya namna hiyo, au hujapangiwa maisha ya namna hiyo, lakini umepangiwa aina fulani, standards za kifalme na Mungu aliye hai. Lakini uko wapi leo? Mungu akikutafuta mfalme niliyemuumba kuwa mfalme, yuko wapi? Anamkuta leo yuko kwenye nyumba ya nani? Nyumba ya Makiri. Nyumba ya Makiri tungelisema leo ni kama nyumba ya wanaosaidia watoto yatima, watoto wasio na maisha, watoto wasio na msaada. Uko kule. Mbingu zilikutengenezea wapi? Ikulu. Wewe uko wapi? Kwenye nyumba ya Makiri. Sasa Mungu anataka akakutoe kwenye nyumba ya Makiri akakurudishe ikulu. Haleluya. Mungu anataka akutoe huko ambapo umewekwa, umefichwa huko, hakuna thamani, auone hata thamani yako, umejikatia tamaa huko. Anataka kurudishe kwenye mahali ambapo alikuwa amekukusudia katika Kristo Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali alipokuwa amekukusudia akufikishe hapo. Lakini unafikaje hapo? Nani kakupeleka hapo? Ndio nikazungumza juu ya uchawi. Uchawi ni moja kati ya vitu ambavyo vimehusika kwa ajili ya kuharibu maisha ya watu wengi. Watu wengi kukwamishwa, watu wengi kuzuiliwa, watu wengi maisha yao kuwa magumu, wamekwamishwa na kwa sababu ya uchawi. Nikisema uchawi, maana yake kumbuka ya kwamba uchawi ni roho. Na kwenye kitabu kile cha Hesabu, nirudi ule mstari wa 6. Hesabu sura ya 22 ule mstari wa 6 pale. Labda nianza kusoma mstari wa 22, mstari wa kwanza mpaka wa 6 haraka haraka ili upate picha. Anasema hivi: kisha wana wa Israeli wakasafiri na kupanga katika nchi tambarare za Moabu ng'ambo ya pili ya Yordani karibu na Yeriko. Mstari wa 2. Na Balaki mwana wa Sipori akaona mambo yote ambayo Israeli wamewatendea Waamori. Akaona mambo yote. Alionaje? Sijui, lakini aliona jinsi ambavyo Israeli wamewapiga Waamori. Ule mstari wa 3, Moabu akawaogopa au watu sana, kwa kuwa walikuwa wengi. Moabu akafadhaika kwa sababu ya wana wa Israeli. 4. Moabu akawaambia wazee wa Midiani, sasa jeshi hili la watu
litalamba vitu vyote vinavyotuzunguka, kama vile ng'ombe alambavyo majani mashambani. Na Balaki mwana wa Sipori alikuwa ni mfalme wa Moabu. Alikuwa ni mfalme wa Moabu zamani zile. 5. Basi akatuma ujumbe kwa Balaamu mwana wa Beori hata Pethori ulio kando ya mto mpaka nchi ya wana wa watu wake, kwenda kumuita akisema, nazama. Tazama, kuna watu waliotoka wapi? Wametoka Misri. Tazama, wanafunika uso wa nchi, tena wanakaa kunikabili mimi. Wanataka kunikabili mimi, wanakaa kunikabili mimi. Mstari wa 6. Basi njoo wewe na kusii. Angalia uchawi unavyofanya. Na kusii unilaanie watu hawa, maana wana nguvu kunishinda mimi. Labda nitawaweza. Labda anasema labda nitawaweza. Maana yake ukinilaania watu hawa, sasa nitawaweza. Kwa hiyo kuwaweza kuwakwamisha, lazima uchawi ufanye kazi. Kuwaweza kuwazuia wasifanye biashara, kuwaweza kuwafanya wasioe wala wasiolewe, lazima uchawi ufanye kazi. Kuwafanya wasiweze kufika pale ambapo Mungu aliwakusudia, lazima uchawi ufanye kazi. Anasema ukishawaloga, labda nitawaweza. Kwa hiyo kuwaweza, hawa watu wana nguvu, amewasema pale juu. Amesema ya kwamba wana uwezo wa kutulamba kama ng'ombe alambavyo manyasi. Kwa hiyo ukiwaloga, ukiwafanyia uchawi, maana yake watadhoofika kwa kiwango ambacho mimi nitawaweza. Kwa hiyo nikitaka kupigana nao, hawatakuwa na nguvu tena, kwa hiyo nitawashinda. Kwa hiyo uchawi unadhoofisha, uchawi unamzuia mwenye nguvu za kushinda asiwe na nguvu hizo za kushinda, awe na nguvu za kushindwa. Uchawi unasababisha ambaye angekuwa juu asiweze kufika juu, aishilie njiani. Asema hivi, ili nipate kuwapiga, niwafukuze watoke katika nchi yangu. Okay, ameweka koma. Asema niwafukuze watoke. Kwa hiyo uchawi unasababisha aliyepandwa mahali ang'olewe, alipopandwa atoke mahali alipopandwa. Ndio maana anasema ya kwamba ili niwaweze na niwafukuze na kuwatoa. Maana yake kama mtu amewekwa na Mungu mahali, uchawi unasababisha mtu huyo aweze kung'olewa na kutolewa mahali alipowekwa, kama mahali pa hatima yake au mahali pa maisha yake. Lakini kupitia nini? Anasema kupitia uchawi. Niwafukuze na kuwatoa katika nchi yangu. Maana najua, anasema najua yoyote ambaye wewe utakapomlaani, huyo mtu atalaaniwa. Kristo Yesu atusaidie. Kristo Yesu atusaidie. Kwa hiyo inatuonyesha juu ya aina ya uchawi ambao unafanyika. Sasa angalia, ukisoma hivi ni kama vile ambavyo vitu vinavyofanyika, ya kwamba Balaamu ni mganga wa kienyeji. Alafu Balaki ni mtu mwingine, kama vile ambavyo tuna watu wametuzunguka, marafiki, majirani, wakati mwingine hata ndugu, sivyo? Kwa hiyo kwa sababu wewe aidha umefanikiwa au utafanikiwa. Nakumbuka niwahi kukushuhudia juu ya
mtoto mmoja wa familia moja, tena familia ya kitumishi. Huyu binti alikuwa anasoma, akatoka mtu kwa sababu ya wivu, kwa sababu ya akili ambazo alikuwa nazo yule mtoto, akaenda kwa mganga kwenda kununua jini. Akalituma, akaenda kanunua jini la milioni 2. Akaenda akalituma kwa yule mtoto. Ili nini? Ili yule mtoto asisome tena. Yule mtoto akakwama. Akaanza kukojoa usaha, anajisaidia usaha na kukojoa usaha, mpaka tukaanza maombi. Kwa hiyo maombi kupambana ili kutoa pando lile jini likazungumza. Wale watu, yani mtu kwa sababu ya wivu ya kwamba huyu fulani atafanikiwa, huyu fulani atafika mahali fulani, kwa hiyo tushughulike naye mapema. Huyu mtu anaenda kwa mganga kama hivyo Balaamu. Akaenda kwa Balaki, akaenda kwa mganga. Kwa mganga ameenda kufanya nini? Ameenda kwa mganga kusema ya kwamba ninataka fulani ashughulikiwe, asifanikiwe. Tunaona ana nguvu, anaweza akatutawala, kwa hiyo ashughulikiwe mapema kupitia uchawi. Ndivyo ambavyo leo vitu vya namna hiyo vinafanyika kwenye maisha ya watu wengi sana. Wakati mwingine hatujui, vingine hatujui, lakini vinafanyika sirini. Sisi tunachokiona, tunaona hali ya kukwama, lakini hujui kilichofanyika. Nimewahi kukupa ushuhuda juu ya maisha yangu. Nimepita kwenye shuhuda nyingi na shuhuda nyingi sana za vitu vingi vya kichawi ambavyo viwahi kufanywa kwenye maisha yangu. Lakini kimoja wapo ambacho kiliwahi kufanyika miaka mingi, ni mtu ambaye alifanya uchawi kwa ajili ya kukamata nyota. Wakati huo nafanya kazi zangu, nimeajiriwa mahali, nafanya kazi vizuri, nina hela, maisha yangu mazuri. Akaja mtu mmoja, akaja akaniomba unga. Fata akaniambia, mtumishi, nina shida, tunapita kwenye njaa sana, hali ngumu, maisha magumu, watoto wangu hawana, hatuna hata unga wa uji, tafadhali naomba nisaidie tu unga kidogo nikawakoroge watoto uji. Leo ni siku ya 3 au watoto wangu hawajala. Wakati mwingine roho ya huruma inatusukuma kufanya vitu bila hata kumuuliza nani? Kumuuliza Mungu. Nikaingia ndani, nikachukua unga, nikachukua na vitu vingine, nikachukua na fedha, nikampa. Baada ya kumpa, haijapita hata wiki 2, maisha yangu yakabadilika ghafla. Maisha yakaanza kuwa magumu. Najiuliza nini kimetokezea? Ninafanya kazi nikafukuzwa kazi. Mimi ndio mfanya kazi bora, lakini why leo nimefukuzwa kazi? Bosi anakuja anakusifia, anawaita wafanyakazi bora, mimi ndio mfanyakazi bora, ananisifia mfanyakazi bora, alafu anayesimamishwa kazi ni mimi. Nimeisaidia kampuni ilikuwa inaibiwa vitu, nikatoa taarifa za kuna wizi umefanyika hivi na hivi na hivi na hivi, vikafuatiliwa ule wizi, wale watu wakakamatwa na vile vitu vikakamatwa. Bosi anakuja kusema ya kwamba wewe ni umefanya vizuri sana. Wiki hiyo anayefukuzwa kazi mimi. Bosi ananifukuza kazi, huko ananungunika na kulalamika mwenyewe. Niuma sana. Kwa nikajikuta naanziishi maisha magumu sana. Nikaingia kuomba. Sasa wakati ule ni afadhali leo utaongozwa maombi ya kuvunja maagano, utafunzisha. Kipindi hicho kidogo mafundisho ya namna hii yalikuwa sio hayapo. Nikaingia kwenye maombi. Nikamuomba Mungu na kumuomba Mungu, nikamuomba Mungu. Siku moja Mungu akaniambia, unakumbuka siku fulani ulimpa mtu fulani nini? Nikamjibu, nilimpa unga na hela na vile. Akaniambia,
tafakari tangu wakati huo, huyu ndiye ameshika maisha yako. Na kweli tangu wakati huo yule mama maisha yake yakawa mazuri. Akaanzisha biashara ghafla. Biashara inakuwa kubwa. Mimi ndio naenda kukopa kwake. Kumbuka mimi ndio nilikuwa namsaidia. Leo mimi ndio naenda kufanya nini? Naenda kukopa. Maana yake nini kimetokezea? Mabadilishano. Maana yake alichukua cha kwangu akanipa cha kwake. Alichukua nyota yangu akaniachia maisha ya kwake. Ambaye alipaswa kukopesha sasa anakopa. Aliyekuwa anapaswa kutoa msaada sasa anaomba msaada. Ilikuwa ni wakati mgumu ambao ukanilazimisha niingie kwenye maombi ambayo si ya kawaida. Nikaingia kwenye maombi ya vita. Namuona yule mama. Nikaanza kuomba. Haikuwa maombi rahisi. Nikapigana naye mpaka akaja mpaka kwenye ulimwengu wa roho. Pigana naye, nilipomshinda tu maisha yakabadilika, vitu vikabadilika. Nikashangaa na mimi hata nyumbani kwangu nakuja kutembelewa mpaka na mchungaji. Kwaona mchungaji alilogwa. Wapendwa sasa wananitafuta. Kristo Yesu atusaidie. Kristo Yesu atusaidie. Kristo Yesu atusaidie. Nasema Kristo Yesu atusaidie. Ghafla maisha yakabadilika, vitu vikabadilika, mambo yakaanza kwenda. Nikaanza kuona na mimi natafutwa. Nini kimetokezea? Yule mtu akunisalimia kwa miaka kadhaa. Kwa sababu nilimshughulikia kwenye ulimwengu wa roho, nyota ikarudi na nikamtengua na mguu. Kristo Yesu asifiwe. Kristo Yesu asifiwe. Maisha iliporudi kila kitu kikabadilika. Nyota iliporudi kila kitu kikabadilika. Ndio maana nataka nikwambie ya kwamba inawezekana wewe ni mfalme lakini uko kwenye nyumba ya makiri. Lazima urudi huko kwenye standard ya kifalme katika jina la Yesu. Sasa nani ameshika? Mimi sijui. Ndio maana nimekuambia andika jina la mchawi wako. Aidha unamjua, wengine aidha haumjui, lakini ndiye ameshika maisha yako. Ndiye ameshika familia, ndiye ameshika boma. Wengine wanashika mpaka kanisa. Mtu mmoja akaniuliza juzi hivi, mtumishi, kanisa linaweza likalogwa? Ndio. Wachawi wanaweza wakadhibiti eneo, wanaweza wakadhibiti mahali, mpaka wanyanyuke watu wenye nguvu wapambane katika Kristo Yesu. Hivi my friend, utakufa kibudu na Yesu unaye. Utakufa maskini na Yesu. Utakufa na magonjwa ya kupandikizwa na utawala wa giza na Yesu unaye. Sasa tunafanyaje? Mwangalie jirani yako, umeandika jina. Mwangalie usoni, muulize, umeandika jina la mchawi wako? Mwangalie usoni tena. Bwana anakuangalia kama ndio mchawi. Mwangalie usoni, muulize, umeandika jina la mchawi wako? Kristo Yesu atusaidie. Kristo Yesu atusaidie. Kristo Yesu atusaidie. Sasa wengine tunawahisi, hata wengine tuwajui. Lakini nataka nikwambie hivi, kama umesimama vizuri na Kristo, maadui zako ni wengi kuliko marafiki. Nawaambia hivi, maadui zako ni wengi kuliko watu gani? Kuliko marafiki. Na wakati mwingine maadui hata wafikiri. Nakumbuka siku moja nilikuwa na semina huku Meru mahali fulani. Nimeenda kwenye kanisa hilo nikafundisha semina, nikamaliza. Baba mmoja akanifuata, baba wa makamu akanifuata. Akaniambia, mtumishi, nina shida kubwa sana, naomba unisaidie. Shida gani? Akanieleza shida alionayo.
akasema jinsi ambavyo maisha yake yanapita kwenye wakati mgumu, lakini si tu wakati huo, lakini mtumishi, kinachonitesa zaidi kingine ni hichi hapa. Mimi ni baba sio baba. Nanielewa Nikatafuta ya kwamba ilianzaje. Akaniambia sijui ilipoanzia, lakini ninahisi kwa sababu mke wangu aliniambiaga neno. Neno gani? Alihisi alimshika mke wake akiwa na ndugu yake, na yule mwanamke akamwambia sawa. Wakasuluhisha ile na nile ikaisha. Akamwambia siku moja, yule baba akamwambia kwamba naomba kitu fulani. Unanielewa Akamwambia na hii ndio itakuwa ya mwisho. Na nasema tangu siku hiyo alipoambiwa itakuwa ya mwisho, ndio ikawa ya mwisho. Kwa hiyo tumekaa baada ya miaka zaidi ya 5. Tumekaa tunaongea, nikaongea na yule baba, baadaye nikamuita yule mama, nikaongea naye. Ni Wakristo. Kumbe mama mchawi. Baada ya kuongea naye akasema basi nitalishughulikia. Tukaongea pale, tukaomba na nini, na yule baba akaleta mrejesho, ameniachilia. Kwa hiyo adui wa yule baba ni nani? Umeandika jina Kristo Yesu tusaidie. Unamjua? Ndio maana nasema ya kwamba tuna maadui wengi kuliko maadui wengine, hata hatuwajui. Wengine inawezekana ule muandika hapo kwenye hiyo karatasi umeisia tu, lakini wapo wengine ambao hawajui. Sisi tunaenda kumwomba Mungu. Haleluya. Tunapofika ishu ya kati ya mtu ambaye upasi kumuonea huruma ni mchawi, kati ya mtu ambaye upasi kumuonea huruma ni nani? Ni mchawi. Maanake kati ya mtu ambaye ana roho mbaya ni mtu ambaye anamiliki uchawi. Hawanaga huruma. Kristo Yesu atusaidie. Nasema hawana huruma. Uko tayari tuombe? Unajua nikisema hapa haya, komboa nywele zako, komboa kucha zako, unaanza kujifikiria kwamba mimi lini na kucha zangu kwenda kwa mganga. Utajipigia hesabu hivyo my friend. Siku moja nilikuwa niko Moshi nafanya seminar. Eka vitu vyako vizuri tuombe. Nafanya seminar mahali. Akanifuata mama mmoja. Akaniambia, mtumishi, naomba unisaidie. Nikamwambia una shida gani? Akasema tunatafuta mtoto, tujapata mtoto. Nikamwambia kwa nini hamjapata mtoto? Akaniambia kwa sababu imefika mahali yule jogoo awiki. Yule jogoo anamfuga pale nyumbani. Sasa unanielewa Kwa hiyo hawiki. Sasa hawiki, shida imetokea wapi? Sasa huyu mama akaniambia ukweli. Akaniambia, mtumishi, nikwambie, lakini ni siri yangu mimi na wewe. Mume wake ajui, najua mimi na wewe, siri yetu. Akaniambia, mtumishi, iko hivi. Kuna kipindi nilienda kwa mganga. Wakati huo naenda kwa mganga, nilipofika kwa mganga akanituma. Akamtuma nini? Akaambia, nenda kalete nywele za mume wako, kucha za mume wako. Nenda kwenye ile ibada, alafu mkimaliza ibada chukua kile kitambaa kilete. Alafu lete na mate ya mume wako. Alafu lete majina ya familia ya mume wako. Akaenda akapeleka. Nikamuuliza, hebu naomba niambie tu, ulichukuaje?
Akaniambia, mtumishi acha tu. Nilimwambia tu, darling, sweetheart, nakupenda sana. Njoo basi nikukate hata kucha. Hizo kucha zako refu jamani. Mwanaume mwenyewe akashtuka. Haya mapenzi ya hivi jamani, yameanza lini? Haya. Baba anafikiri ya kwamba anapendwa, mapenzi yamekuwa mubashara, kumbe mtu ametumwa na mganga. Mungu atusaidie sana. Kristo Yesu atusaidie. Ukimuuliza yule baba hajui chochote. Na baada ya pale wakaenda mtoni wakazika. Majina yakazikwa, wakafanya nanili pale, wakazika majina na kile kitambaa kikazikwa mtoni. Matokeo yaliyotokezea, mume ajawa mume tena. Yule mwanaume ajui. Ukimuuliza baba, nywele zako zimewahi kwenda kwa mganga? Atajibuje? Hapana. Kucha zako zimewahi kupelekwa kwa mganga? Atajibuje? Hapana. Lakini kumbe ziko wapi? Mwangalie jirani yako, mwambie unahitaji ukombozi. Ndio maana tunaenda kuupiga. Jana tuliupiga uchawi na matokeo yaliyotokezea kwa sababu ya ule uchawi. Naomba simama. Simama. Hebu kunjua mikono yako tena. Hebu funika macho yako. Tafakari. Ninazungumza na mtoto wa mfalme aliyeko kwenye nyumba ya Makiri. Nazungumza na mtoto wa mfalme aliyeko kwenye nyumba ya utumwa. Nazungumza na mtu ambaye amebadilishiwa maisha yake. Anayoyaishi sio ya kwake. Kabisa 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 kabisa. Kabisa. Hebu omba ombi hili ukimaanisha ndani yako. Sema, Bwana Yesu, nimesikia neno lako. Nimelisikia neno lako. Ninajua wazi hata sasa unaniwazia mema. Ninajua wazi hata sasa unaweza kunisaidia. Ninajua wazi hata sasa unaweza kuniokoa. Ni kweli haya sio maisha yangu. Ni kweli haya sio maisha yangu. Yale uliyoyakusudia hayapo kwenye maisha yangu. Ile neema uliyoikusudia haipo kwenye maisha yangu. Ile nyota ya utajiri haipo kwenye maisha yangu. Tena kwa njia ya uchawi nimebadilishiwa maisha. Tena kwa njia ya uchawi nimebadilishiwa maisha. Tena kwa njia ya uganga nimebadilishiwa maisha. Wamebadili nyakati zangu. Wamebadili majira yangu. Wamebadili fungu langu. Wameninyang'anya hata nyota yangu. Ile dhahabu uliyoiweka ndani yangu imepokonywa, imeibwa. Leo hii ninakuja kwako, na yataka maisha yangu tena katika jina la Yesu. Bwana Yesu, wewe umesema hakuna uganga wala uchawi. Nami leo hii ninasimama kwa jina la Yesu juu ya kila malango ya uganga na malango ya uchawi, juu ya kila aina ya uganga na kila aina ya uchawi ambao mimi Lucas nimefanyiwa, kwa jina la Yesu.
Kwa jina la Yesu, kila aina ya maagano na mikataba na kila aina ya nguvu walioitumia wakanifunga mimi, wakaniteka, wakateka vitu vyangu vilivyo vya thamani ambavyo wewe Yesu ulinipa, wakateka nyota yangu, wameteka fahari yangu, wameteka biashara zangu, wameteka ndoto zangu, wameteka thamani yangu kwa njia ya uchawi wao. Leo hii kila mwanamke yoyote, iwe ninamjua iwe simjui, ambaye amehusika kunitesa mimi Lucas kwa njia ya uchawi wake, aliyebeba jina langu akapeleka kwa mganga yoyote, aliyebeba picha yangu, aliyebeba nywele zangu, aliyebeba kucha zangu, aliyebeba chochote cha kwangu mimi na uzao wangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, wao wamebeba kucha, wao wamebeba damu, wao wamechukua nywele, wao wamechukua fedha, wakaenda kufanya uganga, wakaenda kufanya uchawi, wakafunga maisha yangu, wakafunga ndoa, wakafunga uzao, wakafunga mikono yangu, wakakata mikono yangu, wakakata miguu yangu. Leo hii kila aina ya uchawi, uchawi wa matamko, uchawi wa maneno, uchawi wa mafundo, uchawi wa irizi, uchawi wa terafi, leo hii kila aina ya uchawi, iwe uchawi mweupe, iwe uchawi mweusi, kwa jina la Yesu, aina yoyote ya ndumba, aina yoyote ya ndumba, kwa jina la Yesu, chochote kilichofanywa wakaniingiza kwenye vibuyu vya uganga, kwa jina la Yesu, wakashika nyayo zangu kwenye malango ya uganga, leo hii kwa jina la Yesu, kila roho ya uchawi iliyonikamata ikakamata ufahamu, kila roho ya uganga iliyonishika, wakashika maisha yangu, wakashika maisha yangu, wakaloga jina langu, wakaloga tarehe yangu, tarehe ya kuzaliwa, leo hii kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, hayo maagano ya uchawi walionifunga, wakachora mpaka kwa njia ya uganga, wakasema Lucas hatafanikiwa, wakasema mimi fulani sitafanikiwa, kwa jina la Yesu, leo hii ninabomboa kabisa ule uchawi wao, ninaharibu kabisa ule uchawi wao na vile vifungo vyote vya kichawi walivyonifunga, kwa jina la Yesu, leo napiga huo uchawi, huo uchawi kama mnyama, huo uchawi kama ndege, huo uchawi kama ndege, uharibike, uyeyuke, utote kwangu, kwa jina la Yesu. Leo na upiga kila uchawi wa mwanamke yoyote, wa mwanaume yoyote, huo uchawi ulionifunika, huo uchawi ulionifunika, ulionishika, kwa jina la Yesu, leo napiga kila aina ya uchawi. Uchawi uharibike, uchawi uharibike, uchawi uharibike, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu.
Yesu Kristo, hebu piga huo uchawi, hebu piga uchawi, piga uchawi, piga uchawi. Kila uchawi uharibike, piga huo uchawi uharibike, piga uchawi uharibike kwa jina la Yesu Kristo. Kila aina ya uchawi, kila aina ya uchawi, piga huo uchawi kwenye mikono, piga uchawi kwenye mikono yako. Nataka nione mtu anaomba. Fanya vita. Usifikiri ni rahisi kukuachilia. Fanya vita, fanya vita, fanya vita, kwa sababu kuna watu wanaendesha maisha, watu wanaendesha makampuni yao, watu wanaendesha biashara, watu wanasomesha watoto wao, wanawapa watoto wao akili kwa kupitia wewe, kupitia nyota yako. Kwa hiyo fanya vita, kwa hiyo omba, piga huo uchawi kwa jina la Yesu. Piga kila uchawi kwa jina la Yesu. Piga kila aina ya uchawi, piga kila uchawi wote, piga kila uchawi wote kwa jina la Yesu Kristo. Sambaratisha kila uchawi wote uliofanyika kwenye maisha yako. Sambaratisha roho zote za uchawi, kila nguvu ya uchawi, kila nguvu ya uganga, piga piga piga. Sambaratisha kama zote za kichawi, kila chochote kilichofanywa juu yako, kilichofanywa kwenye maisha yako, kwa damu ya Yesu Kristo. Piga kila roho, piga kila agano, piga kila uchawi wa, piga kila laana zote, kila laana ya kichawi, kila laana yoyote, kila roho ya uchawi, kila laana za sambaratisha, sambaratisha laana za wachawi, laana zote za uchawi na uganga kwa damu ya mwana kondoo. Piga hizo laana zote, piga hizo laana, laana za kichawi, laana za wachawi, sambaratisha, sambaratisha kila laana yoyote ya mchawi yoyote, ya mganga yoyote kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Balaki akasema wanazo nguvu kunishinda, wanazo nguvu kunishinda kwa jina la Yesu. Kila yoyote yule aliona una nguvu, aliona una nguvu kwenye eneo la kiuchumi, kwenye eneo la ndoa, kwenye eneo la kwenye maisha, kwenye familia yako, akaenda kwa mganga, akaenda kwa mganga, akasema fulani ana nguvu, tazama yule ana nguvu, John laanie. Sambaratisha kila laana ya uchawi, kila laana ya uchawi, kila laana ya uchawi, kila laana yoyote wa kichawi walioifanya kwenye ndoa yako, kwenye familia yako, kwa damu ya Yesu. Piga hiyo roho ya uchawi, piga hizo laana za kichawi, laana za wachawi, laana za washirikina na madhabahu, na madhabahu. Sambaratisha, piga piga piga, kata kata kila uchawi wote, kila uchawi wote, kila uchawi mwekundu, kila uchawi mweusi, kila uchawi wowote uliofanyika kwenye afya yako, kwenye ndoa yako, kwenye familia yako, kwa damu ya Yesu. Kwenye mikono yako, popote pale walikozika kucha, walikopeleka kucha zako, wakafunga mikono, wakafunga nyota, wakafunga uchumi, kwa damu ya Yesu. Napita, napita, nafuatilia kucha kwenye ulimwengu wa roho, nafuatilia popote walikozika, popote walikozika, napita, napita, napita hapo walikozika nywele, walikozika nywele kwenye ulimwengu wa roho, napita hapo, napita hapo, napita na tetemeko, napita na tetemeko. Mashetani yote, machini yote, matambiko yote, kila aina ya uchawi, kila aina ya laana waliolaani nyota yangu, kwa damu ya Yesu nasambaratisha kwa damu ya mwana kondoo. Napita hapo kwenye makaburi, kwenye makaburi, kwenye ulimwengu wa roho, nasafiri, nageuka roho, nageuka roho kwenye ulimwengu wa roho, napita, napita kwenye makaburi, napita kwa damu ya Yesu. Natoka nayo, natoka na kucha, natoka na nywele, natoka nazo kwa damu ya mwana kondoo. Popote pale, popote pale, nageuka roho, nageuka roho, napita kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa roho, kwenye hayo makaburi, popote pale, popote pale, hapo napita, hapo napita, napita na moto, napita na tetemeko kwa damu ya Yesu. Napita na moto, napita na tetemeko, popote walikozika, popote walikofukia, popote walikoweka jina langu, natoka nalo, natoka nalo, natoka nalo, natoka nalo, natoka nalo, popote pale walikozika kucha
njia zangu natoka nazo, natoka nazo kwa damu ya Yesu. Popote pale walikosika nywele zangu, napita hapo hapo, napita hapo, napita kwa msaada wa Roho, napita hapo kwa jina la Yesu, kwenye ulimwengu wa Roho, kwenye ulimwengu wa Roho. Kila roho yoyote, kila roho yoyote, kila roho ipigwe, kila roho ipigwe, kila roho ya uchawi, kila roho ya uchawi, kila roho ya uganga naisambaratisha, napiga kila mchawi yoyote aliyenikamata kwa damu ya Yesu. Leo nawasha moto, leo nawasha moto, moto wake, moto wake. Madhabahu zote za uganga naziteketeza, napita kwenye ulimwengu wa Roho kwa msaada wa Roho, kwa msaada wa Roho. Nafuatilia, napita kwenye mapango, napita kwenye mapango, kwenye misitu, kwenye makaburi ya njira, kwa shatatatata, napita, nafungua, napindua madhabahu za uchawi, madhabahu ya kaburi, naisambaratisha kila nguvu yoyote, kila uchawi wowote unaonizuia, unaonifunika, na upasua, pasua kila uchawi wowote unaofunika uso wako uonekane, kila uchawi wowote unaofunika nyota yako kwa damu ya Yesu, kila uchawi wowote unaopoteza kibali leo nauteketeza, napitisha moto popote pale walikonichafua kwa njia ya uchawi au waganga au wachawi. Piga wachawi, piga kila aina ya uchawi, piga uchawi mweusi, piga uchawi mwekundu, piga. Ujaomba baba, ujaribu baba, ujasambaratisha, teketeza kila uchawi, kila uganga, kila roho yoyote, kila madhabahu yoyote, kila nguvu yoyote kwa damu ya Yesu. Haribu, fanya uharibifu, pindua kila madhabahu, pindua uchawi, pindua uganga, pindua uchinacho akitasimama, pindua viti vya, pindua maagano ya, pindua mikataba ya, pindua chochote walichokitazamia, walichokitegemea kwa damu ya Yesu. Kiharibu kila chochote walichotegemea kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu napiga kila uchawi, napiga huo uchawi kwa jina la Yesu. Huo uchawi uharibike, achia kwa jina la Yesu Kristo. Uchawi ulioshika, uchawi uliofunga, uchawi uliokata miguu ya mtu, uchawi ulioshika mikono ya mtu kwa jina la Yesu Kristo. Uchawi ulioshika kizazi cha kiroho, uchawi ulioshika ndoa, uchawi ulioshika siolewe kwa jina la Yesu Kristo. Napiga huo uchawi kwa jina la Yesu Kristo. Napiga kwa jina la Yesu Kristo. Napiga huo uchawi wa mafundo kwa jina la Yesu Kristo. Nakata kwa jina la Yesu Kristo. Jina makomeo kwa jina la Yesu Kristo. Makofuli yote kichawe kwa jina la Yesu akafunga, wakasema hataolewa, hatavuka, hatafanikiwa. Leo nalipua, naingia kwenye vyumba vya giza kwa jina la Yesu. Napiga wewe uchawi, unapiga wewe uchawi, unapiga kwa jina la Yesu. Shika moto kwa jina la Yesu Kristo. Wewe uchawi shika moto, uharibike, achia nyota, napiga wewe uchawi shika nyota, achia, ndio wanaachia. Yes. Nenda.
kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Fanya vita, usihurumie. Fanya vita, fanya vita kwa jina la Yesu Kristo. Fanya vita juu ya wewe uchawi. Uchawi uliokufunga, uchawi uliofunga watoto wako, ulioshika paka fahamu, ulioshika moyo wako, ulioshika uchumi wako. Piga wewe uchawi, piga wewe uchawi kwa jina la Yesu. Fanya vita hiyo pambi kwa damu ya Yesu. Fanya vita, fanya vita, fanya vita na kila roho yote, na kila nguvu yote, na kila madhabahu yote. Fanya vita na madhabahu za uchawi. Fanya vita, fanya vita kwa damu ya Yesu. Tembeza kipigo, tembeza kipigo, tembeza kipigo kwenye hizo madhabahu, kwenye kambi zote, kwenye hema zote. Chafua, chafua, sambaratisha kila madhabahu ya uchawi, kila madhabahu ya uganga iliyokamata nyota. Ipigwe, 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 ipigwe. Piga hiyo madhabahu, piga hiyo nguvu, piga, piga, piga kwa jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo. Sambaratisha, sambaratisha, sambaratisha kwa damu ya Yesu. Sambaratisha kila madhabahu ya uchawi. Yoyote yule aliyejenga madhabahu, yoyote yule aliyenijengea madhabahu, yoyote yule aliyenisimamishia madhabahu ya uchawi, leo naisambaratisha, naiteketeza, naiteketeza madhabahu za uchawi, madhabahu za uchawi, madhabahu za uchawi. Balaki akamwambia, akaambiwa na Balaamu, je, unijengee madhabahu, unitolee na sadaka. Piga kila madhabahu ya uchawi wowote, ya uganga wowote, yoyote yule, yoyote yule aliyejenga madhabahu kwa ajili ya uchawi, kwa ajili ya uganga. Piga hiyo madhabahu, piga madhabahu ya uchawi iliyokamata nyota, iliyokamata nyota. Hiyo madhabahu, hiyo madhabahu yoyote ya uganga, ya uganga. Pigwa, pigwa, pigwa na lipua, pigwa na lipua. Na isambaratisha hiyo madhabahu ya uchawi kule kijijini, mahali popote walikosimamisha, mahali popote kule pwani, kwa jina la Yesu. Na kata kila vifungo, kila nira zote, kila vifungo vyote. Na pasua, pasua vifungo vyote, pasua kila kufuli, pasua chochote walichofunga kwa njia ya uchawi. Iwe ni ndoa yako, iwe ni afya yako, pasua vifungo, pasua kila aina ya kifungo cha uchawi. Nani aliyefunga kizazi chako? Nani aliyefunga watoto wako? Nani aliyefunga ndoa yako? Nani aliyefunga kibali chako? Nani huyo? Nani huyo? Kwa damu ya Yesu, kila uchawi, kila uchawi na madhabahu, kila uganga, kila ulozi, kila ushirikina, leo haribike, leo haribike. Haribika kwa moto, haribika kwa moto, haribika kwa moto, haribika kwa moto, haribika kwa moto. Kila uchawi, kila pando, kila pando lolote, kila pando lolote, mapando ya kichawi, mapando yote, ng'oa kila pando, ng'oa kila pando, ng'oa mapando ya, mapando yote walioyapanda kwa siku ya manane. Kila pando la uchawi, mapando ya magonjwa, mapando ya laana, mapando yote ya kishirikina, na yang'oa, na yang'oa, ng'oa, 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 ng'oa. Pando la magonjwa, pando la magonjwa kupitia uchawi usiku wa manane. Kila uganga wote, kila uchawi wowote uliofanyika saa 8 ya usiku, kila pando, pando la mauti, pando la ajali, pando la talaka, pando lolote la giza kwenye ulimwengu wa roho, leo naling'oa. Ng'oa, 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 ng'oa pando, ng'oa kila pando, ng'oa kila pando. Chochote walichopanda, chochote walichopanda kwenye mwili wako, kwenye mwili wako, kwenye tumbo lako, kupitia vyakula, kupitia maagano ya kwenye ndoto, sambaratisha, sambaratisha kila agano lolote la uchawi lililofanyika kwenye ndoto saa 7 ya usiku, saa 8 ya usiku. Naliharibu, naliharibu kila agano la kichawi, kila pando, pando lolote walilopanda kwenye tumbo lako, kwenye kizazi, kwenye afya yako, kwenye ndoa yako, kwenye familia, kwenye uchumi wako, kwenye kazi zako. Ng'oa, 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 ng'oa pando, ng'oa mapando, ng'oa mapando yote, mapando ya magonjwa, mapando ya magonjwa, mapando ya magonjwa, magonjwa ya damu, magonjwa
magonjwa ya damu, magonjwa ya mifupa, magonjwa ya ngozi, kwa jina la Yesu. Ng'oa kila pando lolote lile walilopanda usiku wa manane, leo naliteketeza, nateketeza kila pando na madhabahu yake, kila pando na madhabahu yake, kila roho na madhabahu yake ing'olewe. Ng'oa na mizizi yake, ng'oa roho ya uchawi, iliyokita mizizi, kila uchawi wowote usiosikia maombi, kila roho yoyote, kila ugonjwa wowote, kila pando lolote, kila teso lolote, mateso ya kichawi, mateso yote walioyapanda. Kwa nini maombi hayasiki? Hayo mapando ya, hayo mateso ya, kwa damu ya Yesu yang'oe. Pitisha moto, ng'oa kila pando lolote walilolipanda kwa jina la Yesu, kwenye tumbo la chakula, mapando ya magonjwa, mapando yote bali sakata, ng'oa kwa jina la Yesu, ng'oa kwa damu ya Yesu, kwenye tumbo lako, ng'oa kila chochote walichokulisha, walichokumezesha usiku wa manane, kwa damu ya Yesu, haribu barikata sharababa, haribu kwa damu ya Yesu, haribu mapando kwa damu ya Yesu. Jina la Yesu Kristo wa Nazareti, na tikisa viti vyote vya enzi, viti vya kichawi, kwa jina la Yesu napindua, kwa jina la Yesu Kristo vile viti vya enzi, vile viti vya kichawi. Leo natikisa ngome zote kwa jina la Yesu Kristo. Leo natikisa kila ngome, kila magereza yote kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Natikisa ngome zote leo, napiga kwa jina la Yesu, na njia kwenye imaya za kichawi kwa jina la Yesu, kwenye makutano yao walipokuwa wamekutana, wanapofanya shauri pamoja, wanapoharibu maisha, wanapopangia mipango yao, walipoachilia uharibifu, kwa jina la Yesu Kristo ninapita kwenye vyumba vya giza, kwa jina la Yesu Kristo napiga radi katikati yao, kwa jina la Yesu Kristo nashusha radi kwenye makao yao, kwa jina la Yesu Kristo napita vijijini, napita mijini, kwenye nyumba za waganga, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu nalipua, kwa jina la Yesu navunja matunguri yao, nabomoa kabisa madhabahu za kukwamisha, madhabahu za kuua, madhabahu kwa jina la Yesu Kristo zinazoharibu, kwa jina la Yesu nazibomoa madhabahu zinazopiga watoto, zinazopiga ndoa, zinazopiga uchumi, zinazopiga biashara, zinazopiga huduma, kwa jina la Yesu Kristo. Madhabahu za waganga, madhabahu za wachawi leo nazibomoa kwa jina la Yesu Kristo. Napiga kila sadaka iliyotolewa juu ya madhabahu hiyo kwa jina la Yesu Kristo. Ile madhabahu ya Balaki aliyoinua kwa mganga yeyote kwa ajili ya maisha yangu, kwa jina la Yesu napiga kwa jina la Yesu Kristo. Kila aliyesimama kama Balaamu, kila aliyesimama kama Balaki, kwa jina la Yesu Kristo, aliyebeba jina langu, akabeba kucha, akabeba damu, akabeba macho, akachukua nywele, akachukua nguo na fedha, akapeleka kwa mganga, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu na washa moto mahali popote ambapo jina limepelekwa, na washa moto kwa jina la Yesu Kristo. Moto upite, My Jesus. Hebu omba mahali popote nywele zako zimepelekwa, rusha makombora huko. Mahali popote nywele zako zimepelekwa, kucha zako, iwe ni damu yako, iwe ni fedha zako. Wako walienda kuomba chenchi kwa mtu, wakaomba chenchi, kumbe ametumwa kuiba nyota yake. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, tuma moto huko mahali ambapo nywele zako zipo, tuma moto huko, tuma kwa jina la Yesu. Pindua kabisa, pindua kwa jina la Yesu, pindua kabisa kwa jina la Yesu Kristo, pindua kwa jina la Yesu, pindua kwa jina la Yesu, pindua kwa jina la Yesu, pindua kwa jina la Yesu Kristo. Chochote kilichopikwa kwenye ulimwengu wa giza, kwenye ulimwengu wa kichawi, chakula cha
kichawi kilichopikwa kuachilia uharibifu kwa jina la Yesu. Piga kwa jina la Yesu. Jesus. Jesus. Kwa jina la Yesu. 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 Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu Kristo, kila kafara waliotoa kukushikilia kwenye uchawi, kwa jina la Yesu Kristo, ile madhabahu ya mila, madhabahu ya kifamilia, madhabahu ya ukoo, kwa jina la Yesu Kristo, kupitia mila, kwa jina la Yesu, mkashika maisha ya huyu mtu, kashika nyota yake, kashika watoto wake, kashika malango ya ndoa, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu napiga, kwa jina la Yesu Kristo nalipua, kwa jina la Yesu nafitinisha, kwa jina la Yesu napanga hizo ngome zote, kwa jina la Yesu Kristo. Napita kwenye magereza ya waganga, napita kwenye nyumba ya makili, napita kwenye magereza, achia wateka, achia watu, achia, napita kwenye nyumba hizo kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu, achia maisha yao, achia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa jina la Yesu. 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 Wakati unaomba, hebu chukua hayo majina, nyosha juu. Chukua hayo majina, nyosha juu. Chukua hayo majina, nyosha juu. Katika jina la Yesu. Chukua majina, kama umeandika jina la mtu yoyote unayemhisia ya kwamba ni mchawi kwenye maisha yako, kwenye familia, kwa jina la Yesu andika, chukua hilo jina. Na nilikuwa napata maelekezo, utaandika majina na utaenda kuorodhesha vyote ambavyo unahisi ya kwamba hivi si vya kwangu ambavyo Mungu amenipa. Orozesha, alafu utavileta. Kwa hiyo vitakaa hapa chini. Tutaomba katika hiyo wiki nzima, tutakuwa tunakanyaga. Kama unaona kinachokutesa ni umaskini, kama kinachokutesa ni roho ya kukataliwa, kama kinachokutesa ni madeni, andika vyote, andika vyote. Maana yake ili ni pando ambalo akupanda Kristo, na maandiko yanasema pando hilo lazima litang'olewa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Alafu utakuja utaweka hapa chini, utaweka hapa chini. Havitaondolewa hapo, tutakuwa tunaomba tukivikanyaga, tutakuwa tunaomba tukivikanyaga katika jina la Yesu. Kwenye maombi hayo lazima vianguke katika jina la Yesu. Nyosha hilo jina juu, nyosha jina juu. Ukiweza kuunganisha na sadaka yako pia, unganisha sadaka yako katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Katika jina la kwa Yesu. Sauti, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Wewe uliye kura yangu. Wewe uliye kura yangu. Unajua wazi. Unajua wazi. Kwa sababu wewe ni Mungu. Kwa sababu wewe ni Mungu. Unayeona sirini. Unayeona sirini. Unayejua watesi wangu. Unayejua watesi wangu. Unayewajua watesi wangu. Unayewajua watesi wangu. Unayewajua wanaonitesa. Unayewajua wanaonitesa. Nawe umesema. Nawe umesema. Nawe umesema. Nawe umesema. Hautamwacha masihi wako. Hautamwacha masihi wako. Aone uharibifu. Aone uharibifu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Haya ni majina. Haya ni majina. Tena yaliyo machache. Tena yaliyo machache. Kwa ajili ya mengi. Kwa jina mengi. Nisiyoyajua. 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 Kila adui. Kila adui. Kwenye maisha yangu. Kwenye maisha yangu. Anayeniwazia mauti. Anayeniwazia mauti. Aliyebeba jina langu. Aliyebeba jina langu. Akanipeleka kwa mganga. Akanipeleka kwa mganga. Aliyenipeleka kwa mganga. Aliyenipeleka kwa mganga. Akapeleka familia yangu. Akapeleka familia yangu. Kwenye madhabahu ya uchawi. Kwenye madhabahu ya uchawi. Ili kunipandia mabaya. Ili kunipandia mabaya. Ili kunitakia mabaya. Ili kunitakia mabaya. Akatoa na sadaka. Akatoa na sadaka. Ili kupanda uharibifu. Ili kupanda uharibifu. Kwenye maisha yangu. Kwenye maisha yangu. Leo hii. Leo hii. Leo hii. Leo hii. Huu ni waraka. Huu ni waraka. Huu ni waraka. Huu ni waraka. Wa mtesi wangu. Wa mtesi
mtetezi wangu, anayenitakia mabaya, anayenitakia mabaya, leo hii sawa sawa na neno lako, sawa sawa na neno lako ulilosema kwenye Zaburi, kwa jina la Yesu, kila shimo walilonichimbia wakatumbukie wao, kila mtego walionitegea ukawashike wao, kwa jina la Yesu. Bwana, leo utete na wanaoteta na mimi, upigane nao, wanaopigana nami, uishike ngao, tena na kigao, usimame, unisaidie, utoe mkuki, uwapige wote wanaonifuatia, uiambie nafsi yangu, mimi ni wokovu wako. Bwana Yesu, maadui zangu wote wanaonitakia mabaya, waaibishwe, wafedheshwe, warudishwe nyuma, wafadhaishwe kwa jina la Yesu. Wawe kama makapi mbele ya upepo, wawe kama makapi na uchawi wao, wawe kama makapi mbele ya upepo, malaika wa Bwana waangushe chini leo, njia zao ziwe na giza, tena utelezi, kwa jina la Yesu, mauti iwapate kwa ghafla, kwa jina la Yesu, watetemeshwe, waangushwe kwa jina la Yesu, kila ubaya waliotengeneza uwapate wao, kwa jina la Yesu, na washusha kwenye lile shimo walionichimbia, kwa jina la Yesu, na washusha kwenye lile kaburi walilonichimbia, kwa jina la Yesu, washushe kwenye makaburi ya shimo lolote walilonichimbia, walilokuchimbia, washushe kwenye kaburi lolote walilokuchimbia, washushe na mauti ya, na mipango ya, na sarasa, na mateso ya, na magonjwa ya, na ajali za, washushe kwenye kila shimo la uharibifu walilolichimba kwa ajili yangu, na washusha kila shimo lolote waliloniandalia, na watumbukiza kwa damu ya Yesu, na washusha kwenye kila shimo lisilo na maji, kwenye shimo lolote kwa damu ya Yesu, na washusha kwa jina la Yesu, na washusha kwenye kila shimo walilolichimba, walilolifanya kwa damu katika jina la Yesu. Washusha tu. Wakati unawashusha, leta hayo majina, yaweke hapa mbele, weka majina hapa mbele katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Endelea kushika na sadaka yako, omba katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Washushe kwa damu ya mwana kondoo, kwa jina la Yesu. Chochote walichopanga kwenye maisha yako, kwa damu ya Yesu. Kila tego lolote, kila pando lolote walilolipanda, tunageuza kwa damu ya Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Chukua na sadaka yako kwa jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Baba, tunasema ni asante
kwa ajili ya utukufu wako, kwa ajili ya neema yako, kwa ajili ya sadaka watoto wako wanazoshika, kwa ajili ya kushikilia maombi haya, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya mwana kondoo. Ukasimame na uweza wako na nguvu zako kwa damu ya Yesu. Takabali sadaka, takabali dhabihu za watoto wako katika jina la Yesu, kwa damu ya mwana kondoo, ili nuru yako na uzima wako ikawe fungu letu kwa jina la Yesu. Mwangaza wako na baraka zako na neema yako vikawe fungu letu kwa jina la Yesu. Tunakataa na kupangua kila mashambulizi ya giza katika ulimwengu wa roho. Tunabatilisha chochote kile cha ibilisi akitasimama katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Baba, tunasema ni asante kwa ajili ya utukufu wa jina lako na kwa ajili ya wingi wa rehema zako kwa jina la Yesu. Takabali na dhabihu za watoto wako wanazosogeza mbele zako, ili ulinzi wako, ili neema yako iende pamoja nao katika jina la Yesu. Na waficha damuni mwako, neema yako na ulinzi wako, baraka zako zikatamalaki juu yao. Nena pamoja na kila mmoja, waatamie wafiche damuni mwako, utukufu wa jina lako ukatajwe katikati ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai. Amen. Amen. Karibu utoe sadaka yako. Mungu akubariki.